Na mtazamaji wa Swahili wanasema kutembea kwingi ndio kujua mengi, lakini mimi husema kufuatilia kipindi hiki cha uchambuzi wa magazeti ndio kujua mengi. Asalamu alaikum. Karibu tuchambue magazeti kwa pamoja. Leo ikiwa ni tarehe 13 siku ya Alhamisi, wiki ya pili ya mwezi huu, ambapo tutakuwa tunaangazia taarifa kutoka hapa mjini, vijijini na hata vile vitongojini. Vile vile tutakuwa tunaangalia maudhui ya kimagazeti ya kisiasa, kiuchumi, kielimu na hata maisha ya jamii. Vile vile tutakuwa tunaangazia kwa undani zaidi hasa habari ambazo zilizoandikwa na vile vile zilizoachwa kuandikwa. Na niko na gazeti la The Daily Nation, inasema ni Our Torture Ordeal, ama ni mateso yetu. Kwenye gazeti hili naona picha ya vijana wawili ambao wanajulikana kama Bob Njagi na Nicholas Oyo. Hawa ni vijana wawili ambao tunajua walitekwa nyara katika nchi ya Uganda. Siku 39 zimepita hivi, na baadaye tukamwona rais wa nchi hiyo akisema jinsi walivyoteswa. Na vile vile niko na gazeti la The Standard, kinasema ni weak need a diplomatic, ama kwa Kiswahili ni kiongozi ama ni balozi legelege. Vile vile naona picha ya balozi huyu wa masuala ya nchi ya nje, Musalia Mudavadi, ambaye anaonekana kulaumiwa kutopigania nchi yake. Tunajua vizuri zaidi kumekuwa na mambo ambayo yanafanyika nje za nchi, kama hapa tu jirani Tanzania. Tumeona kwamba wananchi wetu kutoka hapa Kenya wamekuwa wakiteswa pale, wengine kwa mfano tu tuna yule daktari ambaye aliweza ama ule mwalimu aliweza kuuawa katika nchi hiyo. Lakini tutaweza kuwa tunaangalia kwa undani zaidi. Mtazamaji, usiondoke, acha kwa sasa tuungane tu na wageni wetu walio upande mwingine wa studio ba. Na shukrani mtazamaji, na karibu tuchambue magazeti kwa pamoja, na ambapo nilikuwa nimekueleza niko na wageni. Karibuni sana. Asante. Vile vile mtazamaji, usisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook ni @KingsTV, YouTube Kings Fatality, TikTok KingsTV_. Jina langu nafahamika David Jenga, na vile vile tutakuwa tunaungana na mwanahabari wetu Mariana Ngoge ambaye amekita kambi katika kaunti ya Kiambu, ambapo ameenda kupata baadhi tu ya maoni ya wananchi kuhusiana na habari hii ya waziri wetu wa masuala ya nchi ya nje, Musalia Mudavadi. Karibuni sana. Asante sana. Yes, bila kupoteza wakati ningependa tu tujitambulishe tu kwa majina. Tuanze tu hapa tu. Asante sana kwa kunialika hapa. My name is Linda Nyambura. I'm a radio presenter and I'm so happy kuwa hapa ili tuweze kuchambua magazeti kwa kina, tuweke nchi yetu kwenye tuweke straight yani. Line, yeah? Sawa, asante. Asante sana. My name is Monica Kagoni. I'm a producer and a director here at Kings TV. Yeah. Umesema jina lako ni gani? Monica Kagoni. Monica. Okay, karibuni sana. Asante. Na tukiingia tu kwenye gazeti letu la The Daily Nation, tunaona kwamba ni habari tu ama ni habari tu ambayo tumekuwa tukizungumzia tu tangia wakati ambapo kuna hawa viongozi wawili ama wanaharakati Bob Njagi pamoja na Nicholas Oyo wakati kutoka watekwe nyara katika nchi ya Uganda. Tungependa tu tuangalie kwamba wanasema Our Torture Ordeal, waliweza kupeana habari kuhusiana na mateso waliopitia huyu Nicholas na Bob Njagi. Sijui tukianza kwako Rihia, utasemaje kuhusiana na hili? Hivi kwa maoni yako ni gani kwamba imefika mahali sasa sisi kama wananchi ama sisi kama Wakenya tumekuwa na maadui wengi namna hii? Kitu ya kwanza ni kusema kwa
Sisi kama wananchi sisi tuko na maadui. Our government is making us be enemy of other countries. Because if our government yenyewe haitupendi ama ionyeshe ile upendo wa wananchi wao, then pia tukienda huko nje tutakuwa tumeheshimiwa na tutakuwa watu watakuwa na ile upendo. Juu hata viongozi wetu nikaa watupendi hawatujali. Nikisoma vizuri kwamba wanasema kwamba walikuwa wameenda huko ili kuungana tu na yule aliyekuwa mpinzani Bobi Wine. Hivi tusemaje, hivi walihofia kana kwamba wanaweza kuvuruga tu nchi hiyo kama njia moja tu ya kupigania wananchi katika nchi hiyo ya Uganda? Maana tu wananchi pia huko wanasema kwamba yawezekana kwamba Rais Museveni hafanyi kazi jinsi inavyofaa. Pengine inaweza kuwa waliogopa kana kwamba hawa wanaharakati wanaweza kuvuruga nchi hiyo. Of course, hiyo ni kuonyesha walituogopa kwa sababu you know they saw what the Gen Z did during the demonstration time. Walitokea na wakaungana wakasema on this day tutoke kwa barabara tuende to demonstrate kwa sababu ya hii government yetu. Sasa Museveni alikuwa anajua the moment washakuja huku watakuja kuelimisha Gen Z wa Uganda na wao watokee kwa barabara juu watasiwasikiza. So kitu ya kwanza waliwaogopa. Yeah. Waliwaogopa. So inaweza kuwa ni woga rais. Kama hawakuogopa hawangewashika. Wangeendelea tu waende wafanye kazi yenye walikuwa wanafanya huko then warudi wakiwa sawa. But kitu yenye walifanya abduct wakakaa 38 days na hakuna kitu ilifanywa. Hivi Rashid, tukikuja tu kwako, ni nini hii hasa ama hiyo ujasiri ya rais wa nchi hiyo Uganda Museveni amepata wapi kusema like tuloweka vijana wenyu kwenye friji ama kwenye mateso? Hivi alipata wapi ujasiri kama huo? Yaani inawezekana pengine anadharau nchi yetu ya Kenya ama ni viongozi wetu ambao wamesinzia kwenye kazi yao? Unajua ukiwa kwa kingdom yako, you are the king of that kingdom ama the queen of that kingdom. The moment utaenda kwa kingdom nyingine, utakuwa kwa kingdom ya wenyewe na hapo utakuwa hata kama wewe ni king, ukienda kwa kingdom wenyewe utakuwa king. So it's just the same. Tukienda Uganda pale hivyo, tunafuata rules ama pale hivyo tuko chini ya wana Uganda. Na Museveni since he's the president, he can do anything since when umeenda nchi yao, si amekuchukua kutoka kwa nchi yenu ama si amekuja kutoka kwa nchi yenu. And again Museveni is a very ruthless president. Tunaona tu alikatalia kwa kiti tu hivyo and yet he's old, hata ikupea like easy new minds opportunity. And again naona Museveni ni kama anataka kuleta ile ugomvi kati ya wa Kenya na wa Uganda, the people. Because at least tuko tumesikia ameanza hizi vita za Indian Ocean. So ni kama anataka kupiganisha the people wa Kenya na watu wa Uganda. Hivi kwa maana yako inaweza kuwa ni nini hasa kinachosababisha yeye kutaka kupiganisha ama kuleta uadui kati ya wananchi wa Kenya na nchi yake ya Uganda? It's for his own benefit, of course. Venye si Kenya na Uganda tutakuwa tukipigana pale, si miaka tu bado inasonga, masiku zinasonga, na tu atendea tu kwa rule venye tu anataka. And again tunaona pia anaogopa Kenya. So just hii Kenya place tumefikia, hata kama si Kenya tunasema tunatetea nchi za wenyewe. Pia tuliona pale hivyo kuna Kenya ilikuwa imeendanga Tanzania kwenda kufanya hizo mambo za election, kuingilia election ya Tanzania. So the moment sisi Kenya tutaenda nchi ya wenyewe, tutaonekana sisi tunaenda kupeleka conflict huko. Like tumetoa conflict huko Kenya tunapeleka nchi ya wenyewe. Hivi Monica, utasemaje hivi wanaharakati kutoka hapa nchi ya Kenya walifanya kitu nzuri pengine kwenda nchi ya wenyewe na kuungana pamoja na mpinzani katika nchi hiyo? One thing, you know, activists will mean to be activists. Hakuna venye utaambia mtu mwenye akona leadership skills or akona ile knowledge yake ya kwenda kutetea watu akae hapa waone wengine wakiumia, because hata sisi zile time tulipata madaraka we were helped by other countries and other peoples. Kama sisi hatukusaidiwa unaona tungekuwa hapa. So lazima hata tukiona kuna vita, the activists wakiona kuna vita nchi zingine lazima waende wakasaidia, kwa sababu pia walifanya nini, walisaidiwa.
kujua. First kitu kingine, Museveni akona backup. Hakuna venye anaweza fanya vitu ama anaabduct wa Kenya kama hana backup ya Kenya. Kwa sababu wanaona unajua nikifanya hivi president is my friend, someone in the government in Kenya is my friend, and you know mtu mwenye akona powers mingi ni nani? President. So president akiwa amenyamaza, unajua di Museveni ataendelea kufanya vitu zenye anataka kwa sababu president mwenyewe amenyamaza, Mudavadi mwenyewe amenyamaza. Na unajua Mudavadi akinyamaza, hizo ni orders amepewa. Hizo ni orders amepewa kutoka